Nataka nisungumze kwa kifupi. Aina la irote ndorobo. Na tunaanzisha pale kitabu cha Mwanzo. Nikibwaye darude mbuku naji enengiterunoto. Mlango wa 24. Ya marwe nikitamo ngwan. Tutasoma mistari kadhaa. Nikibwaye sumeserat ageyiwe kash. Kisha tuombe. Nikibwa omon. Nimezungumzia juu ya kumiliki miliki zako. Aimako lenga ndoki naji ayana na narani nono. Na nilisema jana, narejongo le, leo nitazungumzia vizuizi ya kumiliki. Kaimagira rangi bore ranai boya utongani amiliki ayana na narani nyanak. Biblia inasema, kejo Biblia njere, kwenye mlima wa Zayoni, wore rodonyo la Sayoni, kutakuweko wenye kuokoka. Na agebo yadu mtongana koita dunia shoje. Na kutakuwa mtakatifu. Na agebo rodonyo akusenyati. You're almost there. Na nyumba ya Yakobo, wore ankaji ya Yakobo, itamiliki miliki zao. Na agebo ajung na narango ni nyashwa ya na narango nenye. Kwa maneno mengine, wore rorko la kairo rei, mlima wa Sayoni ni mlima wa Bwana. Wore rodonyo la Sayoni no rodonyo la Loriani. Tunaweza weka kwa lugha tunayoelewa ni nyumba ya Bwana. Ningindimari jede nguruna lele ankaji ankai. Isaya anasema kwa maneno ya kinabii, nejo isharo ila naibon, siku za mwisho wore rongolo minabaye, mlima wa nyumba ya Bwana wore ilanga jola doriani, utainuka kile pieki, na utakuwa juu ya vilima vyote. Na gebo yai aile lusogo nyo powerkin. Isaya anasema, nejo isangi nyumbani mwa Bwana wore langa jola doriani, wale waliokoka, wore lalo ora jeuto, siku zinazokuja tongolo minabonu, Mungu atawainua na gelanga yile bunye, na mlima huo wa nyumba ya Bwana ambao ni mtu wewe, wore lodo yola ngajanga ino tongani, atakuwa juu kuliko vilima vingine. Gebo yai lebero lodo nyoba wakini. Tunapoongea juu ya mlima wa Bwana tunaongea juu ya watu wa Mungu. Tinibaye majonyo la iroye negra majotongona lengai. Apostle Paul, nejo Paul anajaribu kuelezea watu katika kitabu cha Wakorintho. Negra ba hata majali kitongona ne mbugo Korintio. Anasema hivi, nejonji, je, ama hamujui yolodo ya kwamba ninyi ni hekalu la Bwana, njere irarandai ankajankai, ambaye roho wake anakaa ndani yenu? Na runienge angesinya ti atua. Anasema ninyi ni nyumba ya Bwana. Kegera ba jone ntai nirare ankai. Kwa hivyo mlima wa Zayoni ni nyumbani mwa Bwana, na nyumbani mwa Bwana ni wale waliomkubali Bwana kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Chumba hili tunakutana kufanya ushirika na kusemesana katika Zaburi. Maandiko yanasema msikose kukutana kama ilivyo desturi ya wengine, ili msemesane katika nyimbo na katika Zaburi, mkitiana moyo moja na mwingine. Kwa hivyo si tu nyumbani mwa Bwana, hii ni hekalu la kuja kukutana, lakini nyumbani mwa Bwana, mahali Bwana anakaa, ni ndani ya mtu. Anasema katika Isaya, ni nyumba gani mtakayo nitengenezea? Maana mimi sikai katika nyumba iliyotengenezwa na mikono ya watu. Anasema ninakaa ndani ya mioyo ya watu. Nyumba ni gani mtanijengea? Anasema dunia ni mahali anaweka miguu, na mbingu ni kiti chake cha enzi. Kwa hivyo jengo hili ni jengo la ushirika. Tunakutana kusemezana.
Na ndio manake tunasemesana sasa hivi. Jumba hii ya kusemesana ndio manake kile tunasema hapa AIC. Na kile tunasema CCI. Na kile tunasema full gospel. Tunasema neno ile la ushirika. La mapatano. Na kuinuana. Na kujengana. So nyumbani mwa Bwana sana ni roho yako. Salimia mtu mwambie umetengeneza aje hii nyumba. Ukiwa mwingine mwambie hii nyumba umetengenezaje. Ndio manake Apostle Paul anasema mtu akiharibu nyumba hiyo Bwana atamharibu huyo mtu. Akiharibu nyumba hiyo, mtu akiharibu nyumba hiyo. Kwa hivyo kuna mtu na kuna nyumba ndani ya hiyo mwili wa mtu ni container. Or kibuyu ni kama kibuyu ama ndoo. Orguguri ni kama kibuyu. Emala ni kama hiyo emala hiyo. Na naviege aitoki ni kama ya kubeba kitu. Kere ndogi na ria emala. Kuna kitu kiko ndani ya hiyo kibuyu. Ni hapo container hiyo ore iloro haiwezi kusema usiniweke maji. Nemejo mikipika kengare. Kwa sababu mimi ni ya maziwa. Inawekwa kile ambacho mwenye chombo anakubali kuiweka. Sasa kuna mwili, kuna nafsi, na kuna roho. Kwenye roho ndio Mungu kaa. Anatoshea ndani ya roho. Nafsi iko na uamuzi wa kuamua roho ikae kwa hii mwili ama mwili ikae kwa roho. Are you hearing what I'm saying? So Bible Biblia inatupatia mwelekeo na mwongozo ya kwamba sisi ambao ni nyumba ya Mungu enye roho wake anakaa ndani yetu, ametupatia nafasi ya kuwa juu ya wengine. Narudia tena, wale tulieokoka, tunayekubaliana na mambo ya imani ya Kikristo, tuliooshwa kwa damu ya mwana kondoo, tuliesamehewa dhambi na makosa, tuliomiminiwa na kujazwa roho, tumepata nafasi ya kuwa juu ya wengine. Shika mtu masikio mwambie utaelewa huyu mhubiri kesho. Mwambie utamuelewa kesho. Mungu ametupatia nafasi ya kuwa juu kidogo. Tunaweza kuwa tunakula chakula inayofanana. Tunaweza kuwa tumesaliwa katika boma moja. Tunaweza kuwa hata tuko na nguo inayofanana. Tunaweza kuwa tumesaliwa kwa rika moja. Yawezekana hata tumesoma kwa shule moja. Lakini kuna kitu inafanya tusifanane. Kile iko ndani yangu na kile iko ndani yako, na kile iko ndani yangu ambao
ni Bwana Yesu amenitoa pale chini akanipandisha hapa juu, na lazima nitembee katika kuelewa ya kwamba maisha yangu na roho yangu na siku zote zinazokuja mimi niko juu. Ndio maana wengine wakilia ninacheka, wengine wakilalamika ninacheka. Bible inasema wanaposema kuna kuanguka, sisi tunasema kuna kuanguka, kwa sababu lugha yetu. Nyosha mkono kila mtu, sema kwa jina la Yesu. Sitaongea vile wengine wanaongea. Wengine wakisema kuna kushindwa, tunasema kuna kushinda. Wakisema magonjwa inaua watu, tunasema tunafufua watu. Wakisema milango imefungwa, tunasema milango imefunguliwa. Wakisema haiwezekani, tunasema inawezekana. Nyosha mkono, sema Baba. Sema kwa sauti, Baba. Kwa jina la Yesu. Siyuko kati yao wanaonena kushindwa. Sema leo nakiri kwa kinywa changu nitafanikiwa, nitashinda vita, nitatoboa, nitatokea, maana kilicho ndani yangu ni kuu zaidi kuliko kile iko dunia. Maana wanaposema kuna kuanguka, mimi ninasema kuna kuinuka. Nimekuja na rasho, nimekuja hapa na rasho, nimekuja kutangaza katika jina la Yesu. Waliosema hawatasonga mbele, nimekuja kukuambia wewe utasonga, maana uko na Yesu. Utainuka maana uko na Yesu. Utafanya maana uko na Yesu. Utafanikiwa maana uko na Yesu. Utainuka maana uko na Yesu. Nyosha mikono, sema Baba, nitatoboa. Geukia mtu, mwambie uko hapa, mwambie kile uko nacho hii ndio inaleta utofauti. Labda sisi tumetoka kwa lakini kilicho ndani labda tuko rika, lakini kilicho ndani labda tunaenda lakini kilicho ndani maana nilichopo ambaye ameniambia kwa akaniambia kwa sikio lingine, hakuna kitakachonizuia, hakuna kitakachozuia. Neno kizazi changu kama mishale utakapotoa, hakuna kitakachozuia. Sema Bwana, kilicho ndani yangu hakuna kitakachozuia. Jina la Bwana. Amina. Amen. Geukia mtu, mwambie tofauti ni kile uko nayo. Geukia mwingine, mwambie tofauti ni kile uko nayo. Labda tunaenda salon pamoja, lakini niko na kitu tofauti. Wale wako na imani na wanajua ya kwamba kile wako nao ni tofauti. Nataka nikwambie, utamiliki miliki zako. Nasema utamiliki miliki zako. So kwa mlima wa Zion, the Bible says upon Mount Zion shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their possession.
I am one of the house of Jacob. The Galatians chapter 3 verse 29. The Bible says, if you are Christians, you are Abraham's seed, and you are heirs according to the promise, because of Jesus Christ, because of the blood of the Lamb of God. I am one of the family of Abraham. Abraham is the father of Isaac. Isaac is the father of Jacob. And the house of Jacob shall possess their possession. I am one of the family. I am one of the big family. The family of faith. Familia imani. Na kwa sababu niko na imani ndani ya Kristo Yesu, mimi ni mmoja wa kumiliki. Geukia jirani, mwambie jirani. Mwambie jirani. Mwambie jirani. Kwa sababu wewe uko mlima Sayoni na wewe ni mmoja wa washirika, utatokelezea, utatoboa. Nimesema geukia mtu mwambie utatoboa. Amina. Amen. Mumenielewa? Watu yanaresho mumeshika? Hili neno imetupatia uhakika kabisa ya kuwa juu ya wengine. Wengine ni kina nani? Ni wale hawajaokoka, wale hawaamini Kristo, hawatawahi kutukuta, wako nyuma yetu mpaka waokoke. Wakiokoka wanakuwa pamoja na sisi. Ndio Yesu alisema, mmoja aliingia kasi mapema na mwingine saa 6 na mwingine jioni, wote wakalipwa mshahara sawa. Hiyo ni kusema aliyeokoka juzi na atakayeokoka leo wote wataingia mbinguni, wote wataingia heaven. Lakini kama haujaokoka, kama hujaamini Yesu, uko nyuma yetu. Hata kama uko na pesa kutuliko, uko nyuma yetu. Hata kama uko na masomo kutuliko, uko nyuma yetu. Uko nyuma yetu. Tuko mbele yako. Salimia mtu mwambie kama hujaokoka uko nyuma yangu. Kama hujaokoka uko nyuma yangu. Uko nyuma. Mtu ameokoka mwenye hana baiskeli, na mtu hajaokoka mwenye wako na range wako nyuma yake. Nimesema ako nyuma yake. Nitajuaje? Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yule ameokoka, hana hofu ya mauti, haogopi mabaya, maana nijapopita bonde wa mauti, bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja na mimi. Hata nikipita ndani ya maji mengi sitagarikishwa, kwa sababu yeye Bwana usiyelala, mlinzi wa Israeli, wewe ndiye unanichunga. Lakini yule ambaye uko na kila kitu na hajaokoka, other than that mwenye orgurle, hata ndege kiamka orgurle, yule orgurle hatua wengi nimeisha. Geukia mtu mwambie ukiokoka unakuwa mjasiri kama simba, hautaogopa chochote. Ukitaka tu kujua mheshimiwa ule mtu ameokoka, angalia kama ako na mjasiri. Ukiona mtu muoga hana Yesu,
Kelakwaniki Yesu. Kwa sababu hata mbinguni watu waoga waingi. Amore nye shumara nemejinga nguredi. Biblia watu waoga overseer wamewekwa kategori moja na wachawi. Wale tungana nguredi nanyanyuka pamoja na waganga. Wale olo ibolo. Pamoja na washerati. Olo ito. Na waabudu sanamu. Olo sereme ngai. Wako kwa kikundi moja. Ewe neberi. Geukia mtu mwambie hii uoga umetoa wapi? Labda hauna Yesu. Lakini ukiwa na Yesu hakuna kuogopa. Na ndio nimekuja kusema wachawi wanaotesa familia yako hawatafika kesho saa 3 kabla hawajaondoka. Sasa ukitaka kujua waoga, taja wachawi. Ukitaja wanakongesha miguu kama wakamba wakiimba wimbo. Salimia mtu mwambie unaweza kuwa mkamba wewe, unaweza kuwa mkamba. Nyosha mkono kama msema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. 2026 nitamiliki. Nao sikiza, mnisikize vizuri. Kwa sababu nataka niombe. Nataka tuombe sisi wote. Mnisikize vizuri. Mapenzi ya Mungu ni kila mtu aliyeokoka afanikiwe na ashinde. Nimesema aliyeokoka. Oh, pastor wale sisi tuko hapa so namaanisha. Ninamaanisha okoka. That's what I mean. Daudi anasema Bishop. Nilipoona waofu wakifanikiwa. Nikasikia vibaya. Nejo nagoro. Akasema nikakasirika. Nejo narukia engonji. Akasema nikaangalia. Najadumia lokonya. Nikainua nejo meure lione nje. Hawaonekani. Wanaduo tokitingenye. Na vitu vyao vyote. Nejo najadumia lokonya. Akasema nikainua kichwa. Milioni nje. Hawaonekani. Ne milioni tokitingenye. Na vitu vyao havionekani. Nera ngasajo enkai. Na kwanza kanyo binjo kulai ngoko meko nanji. Daudi akasema kwa nini waofu wanafanikiwa? Nejo walori yani kaki. Bwana akamwambia nejo naje ngor sinyat. Nilipoangalia watakatifu nejo nadol ninje. Nikawaona. Ongere nje. Na watoto wao. Ongere nje. Na watoto wao. Esojira mayanat. Wakifuatwa na baraka. Sasa mtu aliyefanikiwa na ni muofu asikutishe. Jago ndungani aruoni orudupe minjogi ndure. Asikutishe. Ndogiro iloshani minjogi ndure. Asifanye nini? Minjogi ndure. Olambu. Hakuna kitu hapo. Yes sir. Donimo. Olambulo. Kere ngigwana. Yaani olambulo. Hiyo ni kitu ambayo inapita tu kama upepo. Zoninga natajo. Umesikia hiyo? Minjara kindore ndogi ni miara na ralekai. Usiwahi stuliwa na kile hauna na mwingine anacho. Wore ndogi na shagano ni kindure. Kitakacho kustua. Tini miara ngai tiarua hii. Kama hauna Mungu ndani yako. Kakora ke biara ngai. Lakini ukiwa na Mungu. Wore bogi we name. Kila mahali utakanyaga. Ni shoro bogi to kisidai. Utabeba kila kitu kizuri. Nimesema ni shoro bogi to kisidai. Utapita na kila kitu kizuri. Geukia mtu mwambie uwezi kunitisha. Ayo ngani migi ndure. So Bible inasema hivi. So nejo rolanga inji. Wangapi wananishika vile nasema? Kaja lai bongire kinarejo. Bible inasema hivi. Nejo rolelo la yodiani. Juu ya mlima wa Sayoni. Wore la shumaro do nywele Sayoni. Utakuwa kwenye kuokoka. Kerile lora jeuru. Na kutakuwa na mtakatifu. Na gedia sinyalisho. Na nyumba ya Yakobo. Warangaje Yakobo. Itamiliki miliki. Na nena narabo nenye. Nyumba ya Yakobo itamiliki miliki zao. Warangaje Yakobo na narabo nenye. Hiyo familia ya kumiliki ni hawa. Lele lo mare yo ya kunenye. Wako ndani ya hii nyumba. No lolo ria rwe naji. Nimesema the house. Areja nkaji. Ya kumiliki. Naya. Ni hawa wako ndani ya nyumba. Kulolo ria rwe ne. Mtu wa rohoni ni kama ndovu. Wara oltung'ani loltau na ketiwe na oltome arashu orkanjao. Anaenda na upepo. Enkijapi esuj wa rohoni. Toltau.
Nitaongea sahi hapa. Aidi nairore ni Kitambo nimalize sentence. ora aidi borore Wave inakuja. Neloru ilosiwo Inakuja kwingine. Neloru aiko. Na unakuta unaanza kuongea na mtu mwingine. Ninderu irorie le kairungani. Tofauti ya hii mkusanyiko na mkusanyiko ya Olowasa. Ore tofauti na wene siasa. Yao Ore nenye ni ya point iliyopangwa. Ne point na rangasaki akikoki aipango. Na inatengenezwa vizuri. Nirobiruni. Inawekwa kitu inaitwa manifesto. Nebige toki nasi. Ukinichagua nikuwe mbunge wenu. Tenelo nikigelu maror bunge linyi. Nitatengeneza ika barabara. Ore ninyolo shi barabara lo imabara nganginyi. Hata istima itasonga itapita kwa Kekayana hapo mbele. Ore ninyele stima ne marwe. Anawapanga na mnapiga makofi. Nige mpanga yorosho ngai. Sasa tofauti ya hii, ore na tofauti wena haupangwingwi kwa hii. Nige mpanga ile. Wewe mwenyewe unajipanga na masuala ya rohoni. Unajipanga wewe ndio unajitengenezea hewa yako. Hiyo irobire ngijabi no. Tofauti ya hii mkusanyiko, ore tofauti na rumo, hii ni mkusanyiko ya nguvu. Ore na ne ngolon, ni mkusanyiko ya uwepo. Enariengi rola iroriani. Hiyo ndio tofauti. Na lakini watu ni wale wale. Kaya labai lorungana raigolo. Loshia ke rungana. Huyu sasa bwana kama anataka kura, nenda niyo ile kura. Anakuja hii church. Nelo na kanisa. Nasema lala wanaagwa ndadamu yake rada yanta damu yake. Kwa hivyo mnikumbuke. Lakini kake tofauti ya hii mkutano, ore na tofauti na rumo, enye Mungu anafanya kazi na senka yesi ai na ile ya nje, wenda ngaebo ni vile ile roho inatembea. Oldaulo lodiato. Unaona? Sasa mimi naongea hapa, airora nini? Naangalia mtu pale, na dola lwa ndende, na mwambia restoration. Na lige hinyunuru. Ninakuja hapa tena, Nairobi alorweni, ninamwambia mtu mwingine hii. Najoge le kairungani ana. Na naenda pale, Nairobi alende, naambia mtu mwingine. Najoge le kairungani. Na hizi zote ore kuna boki inatendeka kulingana na vile mtu amekuja. Kiasa ywe na vile niyewo. The expectation of a righteous man, ore yanyunoro ndungani super, shall not be cut off. Nemedungori arasho. So according to your expectation and what you came for, ore ne nirabolo oldawe ndoki niyewo, you will go home with it. Nailo irangamayi. Umesikia vile nimesema? Sasa geukia mtu mwambie mawazo ya siasa, mawazo ya nyumbani toa. Lete hapa. Lete hapa. Lete ya rohoni. Haleluya. Sasa mnisikize. Nyumba ya Yakobo, Mungu anataka hiyo nyumba imiliki miliki zao. Na hapo chini nasema na nyumba ya Esau itakuwa kama miali ya moto. Yakobo na Esau ni watoto wa Isaac. Na Isaac ni mtoto wa Ibrahim. Abraham ni mtoto wa ni mtu wa imani aliyetembea na Mungu mpaka leo tunamuita baba wa imani. So huyu Abraham akaambiwa, kwa sababu umetembea na mimi, jamii zote za dunia itajiungamanisha na wewe na utaongezeka. Watoto wako watakuwa wengi kuliko mchanga ya pwani. Alafu anamwambia watoto wako hawa wa imani watabarikiwa sana, kiwango ya kwamba yeyote atawapinga ananipinga mimi, mwenye anawalaani ananilaani mimi. Kwa maneno mengine hawalaaniki. Ndio hiyo jamii walipoinuka, wakipita barabarani wakienda zao, Balaam akalipwa pesa aende akas aende walaani. Anajaribu kufungua kinywa kulani, anashikwa na kigugumizi, kwa sababu waliobarikiwa na Bwana
na waliojiunganisha na jamii ya baraka hawawezi kulaaniwa. Keja kadeki najaribu kualani neonyor ngeje anauma ulimi aibonoki taata na kutabiria ni ore pooki obo lenkutuk amu iyie dek atakayefungua kinywa metonyo yor ngejep etu aisho enkutuk ushikamane kabla haijatoka kwa mdomo. Anakaiteru adekisho kagira adekisho Hiyo ni kulani. Atejo ore pooki obo lenkutuk enye adeki iyie atakayefungua kinywa chake kukulani metonyo yor ngejep ulimi wake na ushikane na mdomo. asho metonyo yor ngejep ulimi ushikane na mdomo. Yeah. Itoning'a aka tosira jore Biblia nejo. Umeisikia andiko ambayo inasema kwa Biblia? Nejo ore nkutukie enye. Kasema midomo yao naabore sayiet yaliyojawa na sumu metadotunye lala na meno ing'oke. Itoning'a ilo sirara? Keyo andiko. Geukia mtu mwambie iko kwa Biblia. Na igeri Biblia. Nejo ore lomo lenye. Akasema maneno yao. Nejo wana anola sorai ming'ani. Ni kama nyoka ama ile nejo imina etii enkoshoke ng'otonye. Imepotea kwa tumbo ya mama zao. Nejo olairoriani. Bwana meshome na enkare nemeshukunye. Waende kama maji isiyorudi. Metaruoyo na orkibiro otii enkoshoke. Waharibike kama nejo metosholana na osambulal. Na ieduke. Nejo metupuku lala toonkutukie enye. Na meno itoke kwa midomo yao. Hiyo ni maandiko. Iko kwa ile Biblia uko nayo. Erina Biblia ni ara. Sasa mimi silani mtu imeandikwa hivyo. Lakini sikiza. Nyumba ya Yakobo ni nyumba iliyobarikiwa na mayana. Kwa sababu ni uzao wa Ibrahimu. Amu eishoi ya Abraham. Matthew chapter 1 verse 1. Mathayo nabo. The genealogy of Jesus Christ. Eishoi ya Yesu Kristo. Enkatini. Eishoi. Hallelujah. Yesu Kristo. Nedaro te Abraham. Ikaanza kwa Abraham. Nelo tumpake neti David. Ikaja mpaka kwa Daudi. Nejo wale pooki uruko. Akasema wote waliomwamini. Na lilo mari. Wako kwa hiyo familia. Lo mari kiti. Wako kwa hiyo familia. Karoli lo mari. Mimi ni wa hiyo familia. Na inabore lasa kutoka. Na ndio maana wachawi. Wolo tungana kwa turkwenyo ibaisho. Na wale watu walio na kisirani ya chuki. Na maidure. Hawa ni stui. Amora lo mari lati. Maana familia yenye niko. I'm a different breed. Kara na noishi na bashai. I'm blessed. Kamayana. Favored. Karomo. Covered. Kaimulumularo. Blessed. Kamayana. I'm uncastable. Nobody will cast me. Because what I have is bigger than curses. The one who lives in me is bigger than the one who hates me. Can you imagine? Ukishajua ya kwamba yule ananipenda ni mkubwa, utatishika. Kwa mfano saa hii ndugu yangu Lowassa awe rafiki kabisa wa president, alafu MP aanze kumsumbua, atatishika. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa hiyo laini yake ule mkubwa kabisa na rafiki yake. Lakini kama hata sio rafiki wa governor, sio rafiki ya MP, sio rafiki ya president, hata na rafiki ya mtu juu yake, akiguzwa ni korono lasho do bongorkono kama ndama iliyoshikwa na fisi. Lakini ukishajua huko juu hautaogopa. So Bible inasema Genesis chapter 24 verse 60. The Bible says, and they blessed Rebekah and say to her, our sister, may you become the mother of 1,000 and 10,000, and may your descendants possess the gates of their enemies.
our sister, enkanasha go and be blessed. shomo na mikitamayian. Go Shomo and get blessed. njoo kimayiani. Go Shomo and be blessed. nikimayiani. May you become a mother Taa ng'orony of 1,000 upon 10,000. onkalifuni. And may your descendants Ore isho ino possess merujungo the gates njomito of their enemies. elelo iba ninyi. Listen to me. Tonimo. Wale wanakuchukia, Ore lelo likimba wana fuel, na kebwa ai wanaichochea kebwa iboki. baraka za Mungu zije juu yako. Mayanat merushumaraji. That's why wewe Na ba ore ye haufai kuchukia. menare ni mbolungani. Isho ni mbaisho. Umesikia? Haufai kufanya nini? Kwa sababu ukishachukia, Amwe ninde maibai eninde ruibai. unafunga mlango Nige ni njomito. ya wale wanakuchukia Elelo likimba baraka zao kuja kwako, nena mayanat nebebo kwa sababu pia mnafanana na wao. amu iranyanyukita pookin. Are you hearing what I'm saying? Mungu Wala lairoriani havunji agano lake. nemegilo ningo lenye. Kama amesema usamehe, you have to forgive. Njake beja nkai tapaliki na tapaliki. Umesikia my sister? Tonimo. Mungu akisema usamehe, Teneja nkai tapaliki utafanya nini? ningaja. Na si kusamehe na kusema nimekusamehe lakini sitasahau. Nemera ijo arapaliki ara kake marikino. Kwa sababu usiposamehe, Amure nirupaliki what happen? kanyo nasa. Yule mwenye amekuchukia na pia unamchukia, Ore lo limba nikimba Mungu anafaa zile baraka zake zikuje kwako. ni na bayan ni honkaina na mayane na redwe nili. Lakini usipo msamehe na kumwachilia, Kake njake birupaliki nimweki baraka zake atakazo nazo nero no mayana na wewe utakaa na yako. niro nioni. Lakini mtu mwenye roho safi, Kawara ndani Mungu anataka kurevenge eyo enkai ni vitu ya mtu roho chafu, mba oltungani torono kamati ya roho chafu. inakamari oltungani Mungu anakusanya vitu vyao, niruruba ngai ndokiringe inakuja kwa mtu wa roho safi. nebo menderi oltungani loltau sida. So for God to release the blessings of those who hate you to come to you, Niaku pookin peeweki enkai mayanare lelo likiba you peetwe must lazima forgive them. tapaliki ninche You must release them. tongeki. You have to release them. Lazima ping'weki iltung'anak toltau. Kizuizi ya kwanza Ore enkibooroto edukuya ya kufanya mtu asimiliki namitiki oltung'ani toresho ni moyo wa kutosamehe. oltau lemeeta empalikino. Nilisema jana, Atejo ng'ole nitakwambia vizuizi ya kumiliki. aliki imbaa nikimbooyo peemintoresho. Moja, Ore enedukuya moyo wa kutosamehe. oltau lemeeta If empalikino. you don't forgive, Njaake peemipaliki you'll iltung'anak never possess. mijung'isho aikata. Wewe ruka, shomo ngatambo. Mpido Na enda ebaliki. kwa mawingu. Maingwa, Simwachi. arejo, Nimesema naye kunapa, alinifanya hivi naye taasa, akanitendea naye kuna. akanifanyia Neetae possession ayu enkai nikincho. na kuna kitu Mungu anataka kupa, Kake mikincho mwadai lakini upumbavu ya imekufa. kutosamehe. Nemipaliki oltung'ani. Ama nimeanza kuharibu? Ena kaiteru inya. Pasa nimeanza kuharibu watu yako? Kaiteru inya iltung'anak. Eh? Hawatasema nimeanza kuwatusi? Mejo kaiteru adek. Wangapi wanasema pasta ninakusikia na sina shida kabisa. Kaja lojiro pasta kanining'iro taa nemanyamal. Mko sawa? Sasa shika mtu masikio mwambie shida yako. Tiaki oltung'ani bunga oltung'ani enkiok. Tiaki ore shida ino Shika masikio mwambie bunga shida. oltung'ani enkiok. Shika masikio mwambie shida. Na umwambie Na tiaki Arejo, shika mtu masikio. bunga oltung'ani enkiok. Judy, shika huyu masikio. Jori mimbungira. Kuna watu washikani. Shika mtu masikio. Mwambie Tiaki shida yako ore nyamali ino ya kufanya usimiliki, nikigira amitiki nyumba. uko na roho ngumu Iyata oltau ya kutosamehe. lemipaliki iltung'anak. Lakini leo ukisamehe Kake tenipaliki wale wanakuchukia, ore lelo likimba baraka zao ore mayianare inakuja kwako. neponu eniti. Bible inasema hivi ndugu, Nejo njorori lenkai kwa kitabu ile ya hekima ya Solomoni, tembuku eng'eno e Solomon. Mungu
Olaitorian. Ataamuru waofu Oitanapi laruok. wakusanye mali. Mitururo mali. Kisha Mungu Ore nai anakuja kuchota. nelotu aoku. Anapelekea mwenye haki. Nejo supat. Hallelujah. Ukiona mwenye haki akifanikiwa, Tenidol oltung'ani supat erasa. usiwe na shida. Minchoki ntura ina. Kuna jamaa na work hard. Etii oltung'ani ogira anyok oleng anyuaki. Lemirura. Kuna mtu alali, Etii oltung'ani lemirura. alafu kisha kisotu Nore kisotu. analala mpaka saa 3. Nirura mpaka saa uni. Baada ya kurimaganda the whole night. Ore ake piidip airimash. Akiamuka saa 3 Ore piinyororo saa uni. anasikia M-Pesa. Nening M-Pesa. Kuna jamaa anafanyishwa kazi. Etii oltung'ani lino logira aitaas esiai. Lakini hiyo inawezekana aje? Kai iko ina piidimayu. When you have the heart of forgiving, Teniara oltung'ani. wale wanakuchukia, Ore lelo likimba. kile kitu wanafanya Ore ina naasita. inakuja kwako. Nelotu enitii. Hiyo ni ngumu kuelewa kwa mtu ya mwili. Mening'u taa ina oltung'ani. Maana naongea vitu ya rohoni Amu hapa. mboltau nena. Kama uko na roho ya uchuki, Chake piata oltau lenkiba. hautawahi miliki. Mijung'isho aikata. I'm repeating. Aigil. Kama uko na roho ya kuchukia watu, Eniara oltau loiba iltung'anak. kama uko na moyo wa kubeba na kuchukia, Teniara oltau lonap you nipaisho. will never possess. Mijung'isho aikata. You will never possess. Mijung'isho. Go and be blessed, our sister. Shomo mikitamayiani May enkanasha. you become the mother Taa ng'otonye. of 10,000 upon 1,000. Onkalifuni tomon. And may your descendants, Ore eisho ino. may your children Ore nkera inonok. possess Merujung'o. the gate of their enemies. Nchomito ormang'ati. Hey. Nchomito ormang'ati lenye. Malango Nejo ya metujungo nchomito elelo iba. warithi malango ya Mewaita ntokitin elelo iba. wachukue Metudumu ntokitin elelo iba. wachukue vitu vya wale Airorie iltung'anak kiparo tiene. naongelesha watu 200 Ashu iltung'anak 40. watu 40 Otii tiabori ele toilo. walio chini ya Ore ake piipaliki iltung'anak. utakaposamehea Ore eitu eishunye olapa leisiet, kabla ya mwezi wa 8 kuisha neponu ntokitin enye pookin enitii. baraka zao zote zitakuja kwako. Hey, Don't hate people. mimba yulungana Love them. tonyora Usichukie watu. mimba yulungana Hata kama mtu amekuulia mtoto, ara nikirara ko lungani enkerai samehe. tabaliki Alikitaraka nkiyo, mtu amekulia mtoto samehe. tabaliki Usiposamehe, jage vitu baliki you will never be blessed. mege mayani ya Wewe kimbia ukisema kwamba I am blessed, I am above, I am Chama that. keyere If kama you yeye. don't forgive, ni loiro shima it's a big entrance of non. enkibore nina sapo You cannot possess. mera ningo bijungisho ni andokri Wengine hapa Mungu anifungua macho tu. eri lori ene laboli nanga iko Neno na roho yako chafu. haldo Roho changu. kiroko Mabaliki akara matua. simsamei mpaka nikufe Midhumzi akara yotua. nawe pia upati mpaka ukufe Kedi ya mari. hizi vitu zinaenda Geukia mtu mwambie usiposamehe hautapata. nimebaliki mitum Hata samba jodoa mabaliki aikata. nimesema simsamei Nyosha mkono, sema nitasamehe wote kajo kabaliki walionikosea. nelo lainya Sema nitawasamehe. kapaliki Nimewasamehe. kapaliki poki Forgive them because Biblia inasema kwamba Mungu atafanya milango ya wale wanaokuchukia uamiliki. kerejo lori langa yore lelo likimba na kindujungi malangoni ya nyara shunjo miru Kizuizi ya kwanza ya kutomiliki ore nkibore na dogo ya nikimitiki jungisho ni kutosamehe. Mtu ananiibia, na puro legai anashikwa na polisi, ni bungir polisi anafungwa, neni naenda kumfungua na msamehe, na lairau na ameniibia karibu 1,000,000. nerukuroye milioni oh Mwingine anaiba ng'ombe yangu. nelor le kuna watu wa mzuri Unasamehe nibaliki na unaachilia ningweki na unasahau kama kuna kitu iliwaifanyika. nikiriki na mera nyendo na rase Mtu ananibia ng'ombe nelor le ne burongishu na mimi napenda ng'ombe kuliko pesa. na kanyo rangishu alangi robieni
Mimi ukiletea ng'ombe yangu michezo na kunyorosha. Ora ibidala rengisho ini nar. Lakini mtu anaiba, Kaoro ngando bro. na bado namsamehe. Nero ya baliki. Woi. Roho safi. Olda usida. Na kupitia mimi kusamehe watu ovyo ovyo, Ora nangara kinda baliki ake doldo ngana. Mungu ananibariki ovyo ovyo. Na mayan sinyanga ine yake. Mimi singeng'ani. Maekenya. Mimi vitu zinanifuata. Kaya suji ndogiri. Mashamba inanifuata. Kaya suji jamba. Ng'ombe inanifuata. Na suji ngishu. Kila mahali naenda napata ng'ombe. Ora bogwi nalo naro ngishu. Hata leo huyu amenitia ng'ombe. Ai boronye dola relenge. Huyu ameniambia kuja nikupatie ng'ombe. Ari au maisha. Nejo nemola sarengete ngaka. Kani ngata kaba shangete. Meyolo ni ajo karo tawa la so jibo ketoki. Vitu inanifuata tu inanifuata. Tokiti ngasu jake tokiti. Leo hii Dora nimeitiwa ng'ombe kama ngapi? Ng'ombe 3. Ai borongi shuni. Wage tata na damu. Ile ya kuitiwa. Na iborongi tata. Wacha iko moja nimeenda kuchukua by fire. Lakini kuna ile nimeitiwa. Kira na bonda. Lakini kuna ile Nyosha mkono sema nitasamehe watu wote. Dejo kabaliki tungana bokin. God bless me because I forgive. Kama yana ngayam kabaliki. Amen. Watu wengi wamekosa kukutana na makusudi ya Mungu katika maisha yako sababu ya kutusamehe. Merubora tungana ki yeunora ngaire ngishu yenya mere baliki. Wachungaji watumishi wa Bwana. Singani lairal. Tuwe na moyo wa kusamehe. Mara baliki tungana. Kama iko watu wanakosewa, Teneri tungana ko inyali. ni watumishi wa Bwana. Asingalo lairurian. Unaenda unafunga unaomba. Ila yen ni omon. Unaombea mtu apone. Ni omono yo tungani mishu. Unampaka mafuta. Ni elde ilara. Unaenda kufunga wewe mwenyewe kufunga. Ni lo ya yen na le tungani gira yeniki. Unakataa kukula. Ni minyanda. Wengine hata 1 month. Lekai olapopo. Ukiombea mtu, Igira omono yo. unaenda hospitali kila wiki. Ni lo sibitali bogi wiki. Unamulilia Mungu. Ni nchira jankai. Na itushuku. Bwana umrejeshe. Na iminchelo. Bwana usimpatia kufa. Akishapona, Warage bishu. anakuja anatoa ushuhuda. Nelo rira ushage Na ni. sisi siangai. Bwana asifiwe. Atishangai anashaishi huo. Ninashukuru Mungu nimepata. Baada ya wiki 2, Bado wiki yale. amehama kanisa. Ne idura kanisa. Ameenda kwa yule mchungaji mwenye hata hajaimuombea wanawa. Nelo la orbasa ili runyomo no ya sana bo. Oh, yes mara inapi. Anatoroka kanisa. Ni sika ngwa kanisa. Unashindwa. Ela wajo. Nilikosea kumfufua. Ndobi kwa ndongani. Ninya. Kwa sababu alikuwa anaenda. Amolo loiro duo. Mwingine Ore lekai amekuja kanisani, nelo ru kanisa. hana bibi, Mere ngiro. ukamwombea, Ni omonoki. ukamtabiria Ni mbonoki. mpaka sura ikarudi. Omerushu kunyenkomo. Akapata dada akaoa. Nero menganashe na bona de ne basi. Ukampeleka mpaka ushemeji. Niri kwa orori kan kapoti. Ukamlipia mahali. Ni laki. Ukamfanyia harusi. Mere ndoge ni rundas. Ukaambia kanisani, wapendwa, Jumamosi hii Ni jogi lugana wale na Jumamosi. saki mtu akose hii kanisa. Mayiwa lugani ngwari Kwa sababu ndugu wetu, amwara la lasha. dada yetu anaoa. Ekira ya menganashe. Mchungaji ulali. Mirura pastor. Watu wapatane. Beru mo lugana. Kidogo baada ya harusi Wale shinya harusi. alihama. Ni shunya. Alienda kwa ile kanisa hata wamjui. Nelo kanisa na meyolo nyeni mwa. Lakini bado utakuta mtu wa Mungu anasema wapendwa, Haine walo walanga yiro lonyo. Yesu anarudi. Kegera Yesu ashukunye. Tusonge mbele. Ma be dogoya. Ukikutana na huyo ndugu, Ore bini bulalashi. nikiwashwa la mengo. Unasikia kitu. Lakini bado tunasema olarudi yeni. Kage jira Bwana. Kwa neema yako. Ndugu amekuja kanisani amebariki. Alikuwa hata anatembea na viatu imeinama. Olungani la orenye belo kanisa ke ololo namuga. Nywele inasimama kama karamanzira. Kirasher babel. Lakini ukamtabiria. Limbono. Ukamwambia utainuka. Utapenya. Mungu atakupanulia mipaka. Utajenga nyumba. Utanunua gari. Nyawe gari. Akishanunua hiyo gari, Orage binyangu nari. amepata miguu ya kushiriki NPC Nairobi. Neru mingeja nabo nalo ya Nairobi. Lakini kabla hajapata, Wala ronengwa. ako tu hapo Rima Zalia. Ediage Chungaji tuko pamoja. Saa moja ako kanisani. Saa nabo eri kanisa. Obiri.
vile mnazumizanga, lakini tumeamua kuwasamehe kwa sababu tusipowasamehe hatutapata baraka. Na hivyo ndio unaona watumishi wa Mungu hata katika ugumu bado tunakupatia kifua. Mesi yankai. Lazima talalashe. Huko mzima ndugu. Unaendelea aje? Endelea aje? Na ulienda miezi 6 Eldoret. Nisho la bairini Eldoret. Na mhubiri ajui mahali huko. Meyolo arbasaili neni. Na hataki kujua. Nemeina yul. Kaka hata mkikutana. Haya biru mamo. Anakupa kifua. Nikinjorgo. Kiaongea mtu mwambie kizuizi ya kumiliki. Ya jore ngiboro robe miana na. Ni kutosamehe. Olwa le mere mbaligini. Ni kutosamehe. Wengine hausamehi mke wako. Huyo mama alikosea siku moja. Na alikuvumilia miaka 10. Amekuvumilia na matatizo yako yote miaka 10. Unakuja kwa nyumba unatoa viatu huko kwa mlango. Zile vitu huyo mama amekuvumilia. Amekukosea siku moja. Umeleta bibi nyingine. Kwa sababu utaki kusamehe bibi yako. Kia jirani mwambie hii roho ya kutosamehe unatoa wapi? Mzazi wako labda amekosea kama mtoto. Wanasema kalolera rengene. Naenda maana nimekosewa na mzazi. Kujinyonga ya mkinyale ndo iwe engolona hapo. Siku ile akikubeba miezi 9. Ore kinapira la bairino udo. Kwa nini kujinyonga? Oba biru borge ondini. Singalangai. Alikubeba 9 months. Nikirana bala bairino udo. Sasa ndio unatusumbua atajinyonga atajiua. Ala borge on. Kwa sababu umekosewa. Ya mkinyala kipeno. Kwa sababu uliambiwa usisomee hii. Ya mkiria hata sasa nimeenda kusomea hiyo ndakuletea hizo papers ndio nirudi yangu. Kai sumana yake na karatasi bashuka ala ile bwana. Kiukia jirani mwambie kichwa hapo inafanya. Ya kama selo kunya. Lazima uwe mtu wa kusamehe. Tabaliki. Watu wamejazwa na roho ya kutusamehe. Ndali paligini. Mbaba asamehi bibi yake, bibi asamehi bwana. Mabaliki rumorwe nkito, nejeri wenkito mabaliki rumorwe nyanyo hoboke. Unaongeleshwa mikutano 20. Kimborogo ya bantu moriro. Tushukwe nkitoko. Rudisha mke. Tushukwe robonugo. Rudisha mse. Tushukwe nkitoko. Rudisha mse. Tushukwe romorugo. Rudisha mse. Ni una logonya anda tanga. Bure kabisa. Unaweka kichwa. Mungu hawezi, kuna baraka haitawahi kukupata. Kerima jana na miruma ikata. Sija kataa umekosewa. Sema kinyala ki. Lakini samehe. Kageraba ligil rungana. Samehe. Tabaliki. Ni vitu ngapi wewe ulifanyia Mungu na bado Mungu anakuona tu? Anakusamehe. Hajakusimia jua. Nirugi araja. Hajakushikia hewa. Nirugi mirigi yankijapi. Ukienda Aga Khan. Tenila Aga Khan. Upewe hewa. Pigi njori oxygen. 6 hours. Saa ile. Tunakuhusia shamba. Na milioni jamba. Kununua hewa ya how many hours? Ai nyangwe nkijapi saa ile. Tunaanza kutafuta shamba ya kuuza. Ni ngolwa shamba lo miria mela. Tuokoe maisha. Pigi okoe nkisho. Kwa sababu oxygen. Angara ya oxygen. Si ya 6 hours. Saa ile. Ni mara ngapi umekasirisha Mungu? Mara umetoa mtoto. Kebari yangara ninya lenkai. Na sio alikwambia ubebe, ulienda tu kimbele mbele yako, kaeka mtoto umeanza kutoa. Era wa yalo kunyage nigirera wa nirume ngio nilera. Na akakusamehe. Nikibali ya. Lakini umekosewa na mtu. Kinyalo ndunga utaki kusamehe. Ni yuni balege. Ni kole lonya. Lakini umeua watu na mdomo. Ni rara silungana rengoro. Gomeno na unamwambia mtu shetani. Ni yolo ni enki yangen. Alafu Mungu bado tu alikusamehe. Nikibali ya kajara jiro lungana enki yangen. Kiukia jirani mwambie jirani. Ya yolela dia. Usiposamehe hautasamehewa. Ya mibaligi ni. Wangapi wananishika vile nasema? Kajalo wanao ningine ndogo na jiro. The spirit of unforgiving. Is a very bad spirit. Na imefanya watu wengi wakose kumiliki. Nimekuja hapa kusema lazima tumiliki. Lakini hiyo kikwazo lazima tuimalize. Lazima begi ndivi logikwei. Samehe watoto wako. Tabaliki ngara. Mtoto amekukosea. Kinyale ngara ibeno. Siku moja. Ngolona bagi. Umemfukuza nyumbani. Rara yedia. Sitaki nikuone. Kwa sababu alienda kaimalemal shomai malemal neke yake nengoko
ukafanywa shosho. Keeta oltung'ani emadala ijo iyie olake ninengoko nintoki ara. Yaani wewe Kaji oyieu. Unafanywa shosho alafu unamfukuza tena. Na kuna wengine wanataka. I'm telling you the truth. These are the small things, but I'm making people not to receive the blessings of God. Why? Kwa nini unalani mtoto wako sababu amekosea? Ama nye nikinya lengerai nidek. Unalani? Nidek engerai. Tene irage noosho kiai. Hapa ndio umelala kwa hiyo. Keyiolouni taata. Itajulikana leo. Enkerai ino ninye eyieu neyiolouni tombaa torrok nigira aas. Mtoto wako ndio unataka julikane kwa mambo mabaya. Mpaka nioshe nkosho kijia amu enkerai dekita. Mpaka unapiga tumbo juu ya mtoto. Samehe mtoto wako. Walingera. Chukua fimbo, tudume ngudi, toosho oltuli. Piga. Lakini usimlaani. Bideke. Usiwe na uchungu na mtoto. Mi nabaki enkerai engoro. Hata kama ni mkubwa kama huyu kian. Arare na borore na kian. Nyorosha Tara. Tosho ara menta sai kora pako go mai na roiwo baba. Shosho aliyezaa baba yangu. Ora ke begoro. Akikasirika. Pera gor my father. Baba yangu akimkasirisha. No seuri za baba. Na baba yake ni seuri. Nora ke begoro go. Shosho akikasirika. Na gara balartat. Iyo fimbo. Balartat ngudi. Iyo fimbo. Ya ge ngudi am kare na ta bisi balartat. Mata. Balartat. Iyo fimbo. Ora ke beloru. Akikuja. Nejo ngania. Fulani. Kanyo yaro ngara. Kwa nini unapiga watoto? Tanangera gira orro. Kama ni watoto. Asho anagera ngera na mileta. Ama kuna ng'ombe anauza. Nemeyuko go. Na shosho ataki. Na entizapa orgering or tongana ujila parsaga molelian something. Alikuwa bindi kutoka hiyo familia. Ora yegoro akikasirika nejo. Sema. Arnesimel. Mimi ni wasiji simel alikuwa nani? Mala jonga wasimel. Ashwene ngusho yesimel vitu kama hizo hata siku alikuwa lakini nakumbuka kama jana. Kada bole. Akishiko lartat. Wala kepi bungil shosho anakunyorosha ananyorosha my father. Ni ara baba ile nye. Nego zolta ndo mungeje dab. Baka anakimbia. Ailanyo ngoronye. Kukimbia kutoka kwa mama yake. Lakini mama yake ambaye ni nyanya yetu hangemlaani. Medeko bako kokolang. Afadhali amunyoroshe. Nekainia lakini asimlaani. Kage bemedeke. Kwa nini wewe usamehi watoto? Kanyo yeye bemebali ngera. Niko hapa Mungu ananiambia nikwambie. Kadi ne bali yanga ibaju. Samehe watoto wako. Tabali ngera inono. Samehe wazazi wako. Tabali ndo yugo. Samehe mume wako. Tabali gero baya. Samehe mke wako. Tabali gero. Kwa sababu ni kizuizi ya kutomiliki. Amweki boro robe mi jungi ndo giringi nono. Nyosha mkono wote miwili juu. Lebi yanga ibogira. Dakika moja umwambie Bwana. Nisaidie kunisamehe. Ninajua saa zingine nyingine ni ngumu. Zingine ni ngumu kusamehe. Lakini Mungu anakuambia leo hata kama ni ngumu samehe. Samehe watu. Samehe viongozi. Samehe wale wakubwa wako kazini waliokuumiza. Samehe mume wako. Samehe mke wako. Samehe katika jina la Yesu. Mwambie Bwana leo nisaidie kusamehe. Sema amen. Kizuizi ya pili inafanya mtu asimiliki. Kitu ya pili ni roho ya uchawi. Ni roho ya uchawi. Kizuizi ya kwanza ni wewe mwenyewe kutosamehe. Kizuizi ya pili ni roho ya wachawi. Kuna mchawi na kuna roho. Mchawi ni mtu ambaye amekubali roho ya uchawi mwingi. Sasa huyo tunamuita mchawi. Lakini roho ya uchawi ambao ni roho inayotembea kwenye anga na inaweza muingia yoyote na anaweza tumika na azuie watu kumiliki. Mwanasikia? Wora dongani lemepaliki lekai. Yule asiyesamehe mwingine ni mboyo kewon. Utajizuia. Toningo? Umesikia? Wora ntoki yare ya pili nanyo ni nini? Enkiyangedola sakutok. Roho ya wachawi. Roho ya nini? Nyosha mkono sema roho ya wachawi. Roho ya wachawi. Hautanizuia kumiliki. Hautanizuia kumiliki.
Sema kwa sauti, roho ya wachawi. Roho ya wachawi. Hautanizuia. Hautanizuia. Kumiliki. Kumiliki. Sema enkieng'et sakutuk. Enkieng'et sakutuk. Mikimitiki. Mikimitiki. Aya ntokitin ainei. Aya ntokitin ainei. Tejo toltoilo ore taata. Ore taata. Tenkarne Yesu. Tenkarne Yesu. Enkieng'et sakutuk. Enkieng'et sakutuk. Si ndio? Mnaamini ya kwamba roho ya uchawi leo itaondoka Kiwang'arare sakurore. na utaanza kumiliki? Ninderu ajung'isho. Mchawi, kuna tofauti ya mchawi na mganga. Na kepaasha wentoki naji oloiboni. Mchawi na mganga ni watu wawili tofauti. Iltung'anak aare loopaashari. Mganga ni mtu mwerefu. Ore oloiboni oltung'ani ng'en oleng. Anayekulia wajinga. Onya ntokitin ormoda. Mbona kama hiyo? Mganga ni mtu mwenye akili. Oltung'ani ng'en. Anakulia waji. Onya ntokitin ormoda. Hiyo ndio tafsiri ya mganga. Neja reji lo. Mganga orkoyandiki ni mtu mwenye akili. Na oltung'ani oota elukunya. Anakulia wajinga. Onya ntokitin ormoda. I'm telling you. Atakaa kuangalie. Iking'asa ake aing'or. Anakuchorea. Nikinchora. Anakwambia. Nikijoki. Ukienda kwake sasa. Enilo taduo enetii. Atakwambia he. Amu keng'asa daro. Anaanza vitisho. Niking'asa aiture. Huyo anaweza mganga anaweza kaa kama yani kitu ya ajabu, hata anajichora chora uso. Keronyo neng'asa aichora keon. Mora amechora kitu nyeupe hapa. Neng'asa aichora entoki naibor ene. Amefunga kitambaa nyekundu. Nene enkitambaa nado. Amevaa kanzu ya blue. Niishop orkila pus. Yani mganga. Alafu anakuambia ukiingia kwake toa viatu. Paa ikijoki ntau namuka. Rudi na nyuma. Tang'asa ure siadi. Alafu anakuambia paa ikijoki hata ulipokuwa unakuja hapa. Ore nye duo igira alotu ene. Si kuna mti pale ulipita. Metii olchani litogirwo. Na mbele ya hiyo mti. Ore aduka ilo shani. Kulikuwa na mti mwingine fupi. Netii likae shani dorop. Alafu kwa sababu yeye ni mjinga. Ore na momoda. Wanasema kweli kabisa kuna mti hapo fupi. Ni wapi hakuna miti fupi na mrefu? Hai metii irkeek doropu oladon. Ni mganga anakuchezea lukunya. Elukunya na ikigira adalare. Ndiye apate chakula. Peetum ninye endaa. Alafu atakwambia nikintoki ajoki hapo kwa nyumba yako. Ama enkaji ino. Unaishi wapi? Kai nikimanya. Hapo kwa hiyo mnapandanga miti gani? Kakwa oshi ununu. Tumepata miti. Lakini kuna miti iko hapo mbele ya mlango. Etii olori dukuya. Ashajua mmepanda miti. Kuna miti hapo mbele ya mlango. Etii olori dukuya emilango. Nani alipanda? Keng'aruno. Niliolewa tu hiyo miti iko hapo. Aya magia ketii. Ilipandwa na yo mama mkwe. Engapurani ino na ilipandwa na mama mkwe. Engapurani ino natuuno. Na anaendanga kuongelesha hiyo miti. Na kelo shirori ilo shani. Enda ung'oe. Shomo tadotu. Lakini kabla uende ung'oe lazima nikubariki. Hawara ndula doru kayu nang'asa mayiana. Lete shilingi 7,000. Yaonge napishana. Na 700. Omia inapishana. 77. Ndomo inapishana. Nebitokira ake. We. Hiyo ni dina. Erosho lo mayiana endaa eteipa. Alafu anakuambia nikijoki kisha ore rapindip leta kuku. Yau enkuku. Na ile kuku taleta. Ore enkuku ni yau. Lazima iwe ni kuku nyeusi. Lazima pe enkuku narok. Ambayo hii kitu yake na ore naroi yenye ni nyekundu. Na kedo. Yanaye kitotoki nyekundu. Na kedo. Ormasi. Sasa wewe unaenda ukitafuta kuku nyeusi, nilo na ing'oru enkuku narok. Ukisha alafu anakuambia pai kijoki lakini kabla ukate ukilisha lete hizo ore pindip au nena anaenda kwa dasani nelo nedumu enkare ama kwenja nedumu enare na ananunua hii kitu ya 30 bob nitawa na irogi si umempatia how much nyora injo talk to me umempatia ngapi huyo ni moga
Alafu akishafungua hii maji, ore pebol enare, anatoa hii matangazo. Anatoa hii sticker. Sasa akishatoa, ore pidip aitau, anasema hii maji nejo ore enare nataka utumie siku 21 peke yake. Ngolongi 21 ake taasishore. Na usipunguze nemintadou kwa hizo siku 21. Kuna olongi 21. Kila wewe na bwana yako, ore yo orpayian lino mukioga, ore ake piipuopuo aisuja, umwage kidogo. nibukoki enkiti. Mwaga kidogo. Na make sure mumeoga na yeye. Na kishara ne kama unakuanga na kisirani, jebiara kisirani, jifanye. Nda kunoira sindai. Mpembeleze. Mpembeleza. Muoge bama? Yesu jarani nebo. 21? Ngolongi 21. Na baada ya 21 days, ore yeshi ngolongi 21. siku ya 22, ore ngolongi 21, rudi kwangu. Tushukunye. Utaona maji imefanya kazi. Nidol enkare narasa esiai. Sasa wewe uniulize saa hii, madoma ikilwana nara, bwana yako orpayian lino mwenye amekuona ukiwa wild, likitodua ira torrono, umeanza kunyenyekea ninteru aitadoyioki na kumpembeleza nimpembeleza na kumpikia on time nipiaraki endaa na kufika nyumbani masaa ile na saa, nisieku alafu mnaoka pamoja, nisujajare, unaambia menyang'ania maitu korole nebo baba fulani ndoke pamoja, kumbe wewe uko na kania, kumbe nia yara nile aboru yeye anaanza aboru na ingira na igware, anaanza kuwa mzuri kama nile ruashida normaian, mzee akaanza kuwa mzuri. Nani hata ataka bibi ambaye ambaka anataka muoge pamoja? Aidonye nemeyo ingiro na isujajare nebo, na anakuange tu na laro, na huko anakuanga kama nyati. Utaleta ripoti gani? Ka ripoti lao. Si utaleta ripoti mzuri? Si utasema mzee siku hizi ni mzuri? Hata amekubali tunaoga na yeye. Nyeke sujare nebo. Hata mzee ataanza kuja nyumbani mape. Hata nyeke sio kwa bajana. Siku hizi mama ni mzuri. Sida ndasa. Ni mganga. Amemkamata roho ndiye akule polepo. Salimia mtu mwambie sio mbaya, pelekanga uganga chakula. Pelekea roho no yake enda. Sasa hatuombei mganga kama kizuizi. Meomonoine ne kiboret. Tunaombea wajinga wakuwe werefu. Irmode omonogi ni merengenira. Keukia mtu mwambie umepatia waganga chakula sofa wangapi? Keba lindo. Sofa umewapelekea. Tia yolwani keba argo ya. Keukia jirani wacha kujifanya mwambie umepatia waganga wangapi sofa? Tia keba lindo rio mpaka na kara. So kwa hii mkutano mimi siombei waganga wakufe. Nyaumo monogi nanu irikuyandik menwa. Ninaombea tu waendelee kukula wajinga. Kama monogi yake mino sarmoda. Mtu anajua kufanya biashara, kwa nini umsumbue? Ama wala nyo yola rasa biashara nyo bingeno biashara nyo. Mimi nafanya biashara ya ku breed ng'ombe. Sasa nanu biashara ongishu. Ng'ombe yangu ikizaa raibe ishengire na ubugi hiyo njao nilorua unanilipa 100,000. Nikilaki ngegipi. Sija kunyang'anya. Itwao. Natumia lokonya. Lokonya kilini. Mbegu mzuri. Mbegu sida. Alafu siku ile unakuja kupeleka unaniachia 20,000. Nikingwe ngeri kita. Ikimaliza kunyonya. Ni diba roish. Nimetengeneza pe. Bravo biani. Muganga hako hivyo. Nijibu olgoyandiki. Anatumia tu mbinu yake. Mbanya na yenye merita. Salimia watu watatu mwambie waacha kupatia waganga chakula. Mimi ndogo shorgo yandiki anda. Salimia salamu za juu mwambie waacha kupatia waganga chakula. Mimi ndogo shorgo yandiki anda. Nimesema inua mkono sema pa waacha kupatia waganga chakula. Geukia mwingine mwambie waacha kupatia waganga chakula. Mimi ndogo shorgo yandiki anda. Nyosha mkono sema leo sitapatia waganga chakula tena. Anda. Na wako hata kwa machurches. Na geriba kanisani. Hii Jumapili wala na Jumapili tuko na kitambaa nyekundu. Kiara kitambaa ukipita juu ya hiyo kitambaa henim shumara unaogelea damu ya Yesu. No sargele Yesu ilole kisojera. Lakini lazima uwe na shilingi 1,000. Lakini lazima biada nchana. Ndio damu ikuoshe vizuri. Bigi sujo sargele. Salimia mtu mwambie ni mganga. Ya orwe yandiki. Anakula chakula. Anatafuta kitu ya kukula. Orwe ndo kinanya. Salimia jirani mwambie jirani. Wewe ni mganga na wako kila mahali. Hata wanasiasa, wahubiri, wamama kule mtaani. No, ndasari na riso osogoni. Unakuta kimama
Newe ngiri rasa. Hako na Biblia hata. Nera rengi Biblia. Ka Biblia ka chafu. Chafu hata kifungue unapiga chafya. Engirwa Biblia na reneboli nesing. Chafu yana nini? Na kuangali. Alafu ananena ndimi haijulikani. Nyere wakurugenye jabani. Na make sure amefungua Biblia mahali hauoni. Na agebolu ne wine $1. Nimi olarsi Biblia. Anakuambia, si unaona sijaangalia? $1 jidwa dong. Shwa. Tayari amefungua kitabu cha manabii. Idebara bolu bu yole bono. Kitabu cha Ezekieli. Mbugu Ezekieli. Na nitawahukumu. Na akaigwa na nendai. Nitawapiga. Kao shentai. Atakwambia umepigwa, wewe unapigwa. Biblia Bwana amesema unapigwa. Bwana anasema unapigwa. Na ili usipigwe na wale wapigoshi. Shilingi 3,000. Ngeyuni. Salimia mtu mwambie utaletea waganga chakula mpaka lini? Yaki Kenya kuyandika ndawanu. Nyosha mkono sema waganga. Yaki kuyandika. Hawatanitesa. Wala hawatatesa watoto wangu. Now, mchawi ni tofauti. Wala ndo Allah sakuro ni naga bashari. Mchawi hana vitisho. Migindisha ilo. Mchawi hakutishi. Mera ilo migindisha. Mchawi anafika. Kiaba una ilo. Kiaba wala sakuro ni. Huyo anafika. Migindude. Hawezi gusto. Kiaba ya. Anafika. Mchawi wala Allah sakuro ni mjumbe wa shetani anayetumika katika kiwango cha juu ya kiroho ya kugandamiza chochote inayoendelea. Wachawi ni roho wa giza unaogandamiza chochote awaye yote anaoendelea. Huduma ikinuka lazima wachawi wainuke. Ndoa ikiinuka wachawi wanainuka. Ndoa nyingi hata kuachana si eti huyo husband ni mbaya ama huyo hawai. Ni uchawi. Kwa sababu hao ni wajumbe wa shetani wa kufuruga amani ili ukose kutumikia Mungu kwa furaha. Kama hauna amani pamoja na mke wako huyu, hautatumikia Mungu na furaha. Lakini wakati uko na amani, munatembea na mama vizuri, munafanya biashara vizuri, hata kutumikia Mungu mnatumikia vizuri. Lakini uchawi ukiinuka, chochote inainuka, inapigana kuleta chini. Na ndio manake niko hapa niongeleshe roho ya uchawi ya kwamba yeyote aliye na maono ya kutumikia Mungu, aliye na maono ya kuinua jamii yake, lazima wachawi wakuachie katika jina la Yesu. Nyosha mikono sema 2026 roho ya uchawi unaonizuia nisimiliki, sema yeyuka kama konokono. Geukia jirani mwambie leo wachawi hawataponyoka. Leo hawataponyoka. Nimekuja kutoka Narok. Sija kuja kutembea Kajiado. Sija kuja kutembelea majirani na marafiki. Lakini nimekuja na ujumbe ya kwamba lazima utamiliki. Adui wa miliki yako ambaye ni mchawi, nasema leo hata yeyuka kama konokono. Nyosha mikono sema Baba, roho ya wachawi wanaonifuatilia, wanaofuatilia maono yangu, wanaofuatilia ndoto yangu, wanaofuatilia watoto wangu, wanaofuatilia mali yangu, wanaofuatilia maisha yangu, wanaofuatilia maisha yangu, sema yeyuka. Nyosha mikono kila moja. Ingia maombi ya dakika moja. Kila uwezo wa wachawi wanaokupiga aidha kisiasa, kifamilia,
kibiashara, biashara, kihuduma. Leo tunaingia kambi yao, tunaingia kambi yao, tunaingia kambi yao, tunaingia na mafuta, tunaingia na neema. Rasokataya, Parosia kataya, Parosia kataya, zaga zaga zaga, Parosia kataya, Parosia kataya, Parosia kataya, zaga dagada, zaga dagada, zaga dagada, Parosia taya, taya taya, taya taya, taya taya, taya taya, taya taya, taya taya. In the name of Jesus. Wachawi walioleta makaburi mahali umesaliwa, leo ninawaondoa waingie hayo makaburi. Waliosema watu wenu kuna miaka itafika wanaisha, leo ninatangaza katika jina la Yesu, hao wachawi wataachilia. Nasema hao wachawi wataachia. Baya. Geukia mtu mwambie vizuizi ya wachawi hawatakukataza kumiliki. Sema leo vizuizi ya waroho ya wachawi wanaosema hautamiliki. Sema leo hawatafanikiwa, hawatafanikiwa. Second Kings chapter 9 verse 22. Now it happened when Joram saw Jehu that he said, is it peace? Jehu, so he answered, what peace? As long as harlotry of your mother Jezebel and her witchcraft are so many in the land. Je, kuna amani? Akamwambia, amani iko wapi na usinzi ya Jezebel na uchawi wake imejaa nchi? Uchawi unafuruga amani. Na mahali hakuna amani, hakuna maendeleo. Mke wangu huyu tukikosana, huyu tufurugane, hakuna maendeleo. Hatutajenga, hatuna nunua ng'ombe, hatuna nunua shamba, no progress in our lives. Kwa sababu tukifurugana. So kazi ya wachawi wanafuruga ili usipate nafasi ya chochote. Wanaweza achilia tu roho ya mauti. Kila mahali tu ni maafa. Hii mwezi mnasika ndugu yako, mwezi mwingine mnasika ango yako, mwezi mwingine mnasika anti, mwezi mwingine mnasika babu, mwezi mwingine mnasika mtoto. Damu yako yote inakuwa tu ni mazishi baada nyingine. Haiwezekani uende mazishi mbili every year. Haiwezekani. Narudia, haifai usike watu wa familia wawili. Haifai. Mchungaji unasema nini? Ninasema hivyo kwa sababu nimeona. Tangu niinukie roho hii ya uchawi na kupambana nayo. Number 1, miaka 18 washirika wanaoshiriki na mimi, nimezika wamama wawili na mzee mmoja. Na wamama wawili wale niliwazika ni uzee. Mzee mmoja aliibiwa bila mimi kujua. Aliibiwa na kansa.
neburo cancer kwa miaka 18. larindo monoisi Kila mwaka kilo lari ninatangaza kajibu sina ujumbe wa mazishi maaro gilwele geya kwa washirika wangu. to washirika laine Sina ujumbe wa mazishi maaro gilwele kwa mazishi wote walio nyuma yangu, to ndunga nabo class wanaonifuatilia, class jeta wanaopenda hii neema, onyora na hawatakufa. meye Sitaitwa mazishi, mai bori mas nitaitwa harusi, kai bori harusi, nitaitwa sherehe za kai watoto, bori sherehe ongea, nitaitwa graduation, kai bori graduation, nitaitwa nifungue makanisa, kai bori marabolo, nitaitwa nifungue biashara, tabol biashara, nitaitwa nifungue nyumba, na bol ngati, lakini mazishi sina ujumbe wake. gilwele mas Nasema sina ujumbe wake. maaro gilwele Wachawi hawataninyang'anya watu, maoru ila hawataninyang'anya wazazi, maoru to yu hawataninyang'anya wandugu, maoru la lashara haitaninyang'anya. maoru Uchawi saurore inafuruga amani, aginya le seriani na wachawi ni vizuizi kubwa. ore la sauro nengi bore Nataka munisikize watumishi wa Bwana, endo ningoki singalangai na munisikize viongozi ulio hapa. nai ni ningi lari kokoteni Watu wengi lona gumu hata kwa madhabahu ara robere wamepuuza roho ya uchawi. nere menairias engiangere sabu Makanisa mengi yanakaa mahali kama maombolezo, kero ningani sani kumogene wina yo mambo mpaka kuna kitabu ya kusupport washirika. Maana kila wiki kuna mshirika amepoteza mama yake huko Oloyangala, ni huko Kitui, huko Baringo, kila mtu kuna sehemu tu. So kuna kakitabu ya kuandikanga watu tutoe 100 kera mbuko na jimera ya welfare, welfare ya kusaidiana negireto kwa sababu watu wanakufa. amge ndunga Salimia jirani, mwambie hiyo kanisa ya gori na anisa lazima ibadilike. asma bibelegenya Kanisa ni maternity, ore kanisa kanisa sio mochari. me mochari Kanisa ni maternity, ore kanisa na kanisa sio mochari. me mochari Kanisa ni maternity, ore kanisa ni mahali pana uhai, mahali watu wanasaliwa, mahali watu wanaongezeka, mahali watu wanapanuka. Na leo ninatangaza hapa, roho ya uchawi haitazima kanisa. Taa ya kanisa haitazimwa na wachawi. Hapa na Resho, hapa Kajiado, hapa mahali nimesimama, waliosimama wakasema kazi ya Bwana itakuwa kama mochari. Leo nimekuja na neema nikiamini Mwokozi ya kwamba roho ya uchawi haitafunga kanisa, haitaharibu kazi ya Bwana. Wahubiri munisikie, mahali hapa ni chemichemi ya uzima. Mahali hapa ni mahali pa kuinua watu. Mahali hapa ni mahali pa kujenga jamii. Mahali hapa ni mahali pa kupanua mipaka, sio mahali pa mauti, sio mahali pa kutawanya watu, sio mahali pa uchungu. Hapa ni mahali ya kujenga watu. Church, kanisa is a place of life. It's the house of life. Rabashanda Rabagandia, Rabashanda Rabagatoria Basaya, Ribrakato Rabashalia, Razeke Terebozalia. Hapa si mali ya maafa. Hii nyumba sio nyumba ya mauti. Hii nyumba sio nyumba ya vita. Ni nyumba ya kuinua watu. Ni madhabahu ya kuinua watu. Oh, mtu akija hapa akiwa udhaifu, akiwa hako na shida, wakati inanenewa hapa madhabahu, maneno yanainua huyo mtu, maneno yanajenga huyo mtu, maneno yanazima mishale ya moto. Hapa pameinuliwa ili mishale ya moto yazimwe, yazimwe. Wakati watu wanakuja kanisani, wanarudi nyumbani wakiwa wamebadilika, wakiwa na furaha, wakiwa wanachangamka. Lakini kwa nini mambo yanabadilika? Kwa sababu wachawi hawalali, na wahubiri na washirika wanalala. The witches, they don't sleep.
wakitupangia njama, kegira ipanga kimba, wakitupangia ajali, egira ipanga ajali, wakitupangia maofu, egira ipanga mbaro. wakati kanisa imefungwa kila mahali, igeno kanisa bo, wanapitia kila mahali, neimbogi we, wanakuja wanashika viti, nebo nibunglorika, wanakuja wanakojolea madhabahu, nebo nalo rajor berere, wakati watu hawayupo hapa, ore merilo anagene, wanachafua madhabahu, ni chafua ni nyama, wanachafua compound, ni nyal compound. Nyumba ya Mungu inakaa kama mahali pa makaburi. Neriwanga janga yenda, mhubiri akisimama, ore bila shala ligoro, kwa sababu hakuna mtu alikuwa mwenye zamu ya kuhakisha moto ya madhabahu, akiongea ore biro maneno yanafika hapa, maneno hayaendi, kwa sababu kuna roho iliyomwagwa ya kuzuia maneno haya yasifike kwenye mioyo ya watu. Ndio manake kanisa inaitwa nyumba ya maombi. The church is the house of prayer. The church is the house of prayer. Kanisa ni nyumba ya maombi. Kwa sababu watu wakiomba hapa, eneo modo lunganare ni wachawi hawatakuja, lakini mkienda kulala watakuja. Nebonu miaka 17 larindo monobishana tangu Bwana anipatie nafasi ya kuongoza mkanisa. Naishanga yerishara na rigori kanisa. Kanisa letu hatuna funguo. Migiaro funguo da kanisa. Tuko na funguo ya ofisi ya mchungaji, ole ofisi akola hira nigiara na kitchen. O jigoni. Maofisi ndio tunafunga. Ofisi geni. Kanisani hatufungi. Migeni kanisa iko on 24/7. Keri on saidikita Mungu. Ukienda anytime our church, ore boge karalo kanisa, kuna mtu anaomba. Ili hao ngani omoniro. People are praying. Ke omono lwana. Tuko na watchmen. Kiara watchmen. Tumewalipa watchmen. Kira la. Lakini tuko na watchmen wa kiroho. Kagera ile ngeti. Watchman ule anachunga vyombo. Ore ndena vyombo. Lakini kuna yule anachunga madhabahu. Kageri olori biro biro. Every night. Pogi ke warie. Kwetu kanisani hata sasa tukiongea na wewe hapa. Ara nara girorira. Kuna watu tu wanaomba. Kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu lazima tumiliki. Na miliki zetu, wale wanatupiga si wale tunawaona, ni wale watu waoni. Leo nimekuja hapa kusema muda wako, majira yako ya kumiliki imefika. Lazima uinuke kiroho. Lazima uinuke kiroho. Waambie wachawi waliosima mama yako, waliosima baba yako, waliosima watu wenu, waliosima jamii yako, unainuka kwa maombi na kusema, mulisima baba yangu lakini hamtanisima, mulisima mama yangu lakini hamtanisima, mulisima watu wa jamii yetu lakini hamtanisima. Walioinuka wakasema sitainuka, wamehongea hivyo, lakini mimi ninasema kilicho changu haitazuilika. Kilicho changu, kilichoandikwa kwa jina langu, wachawi hawatazuia. Watu wa Mungu, nimekuja kusema ni wakati wa kuinuka kiroho, ni wakati wa maombi, ili tusukume giza, ili tuharibu kasi ya shetani, ili tuharibu mbinu zote. Haitawezekana kwa maneno matupu, inawezekana kwa mafuta, kupitia Roho Mtakatifu ambao tunashiriki naye kila siku kwa njia ya maombi.